Bwana, karibu sana kwenye uchambuzi maalum wa leo. Leo tunazungumzia tetesi ya moto kabisa inahusisha klabu kongwe hapa nyumbani Tanzania, Young African Sports Club, na jina ambalo linaanza kuvuma hivi sasa kwenye tetesi anaitwa Joao Paulo Mota Maria, kocha raia wa Ureno ambaye kwa sasa anahusishwa kutua pale Jangwani. Lakini yeye ni nani na ana historia gani kwenye soka la kimataifa? Na je, anaweza kuibadilisha vipi Yanga kuifanya kuwa tishio Afrika kwenye msimu wa mwaka 2025-26? Twende taratibu kwa uchambuzi wa kina wa kiufundi, kiufahamu na mtazamo. Joao Paulo Mota Maria alizaliwa nchini Ureno, taifa ambalo linatambulika kuzalisha makocha ya kisasa kama Jose Mourinho, pia Andre Villas-Boas. Alisomea ukocha na kupata leseni ya UEFA Pro, kiwango cha juu kabisa ambacho kinaruhusu kocha kufundisha popote duniani. Katika miaka yake ya awali, Joao Mota alianza kama kocha msaidizi katika timu ndogo za Ureno kabla ya kusafiri kwenda Mashariki ya Kati ambako alipata nafasi ya kuonyesha ubora wake kiufundi. Amefundisha katika ligi za Oman, Kuwait na Falme za Kiarabu. Katika maeneo hayo amejenga heshima yake kubwa sana kufanya timu ndogo zipate matokeo makubwa dhidi ya vigogo. Inaelezwa ni kocha mwenye nidhamu kali, anayechukia uzembe na mwenye kipaji cha kubadilisha mfumo wa timu kulingana na aina ya mpinzani. Joao Mota anaamini katika mpira wa kisasa unaojengwa kwenye high pressing, yani timu ikishambulia kuanzia juu, possession football, kuweka mpira muda mwingi mguuni mwa wachezaji, quick transition, kugeuka haraka kutoka ulinzi kwenda kushambulia, compact defending, ulinzi wa karibu, wachezaji wakiwa karibu na mstari wa beki. Sasa ukiangalia aina hii ya soka ni ile ambayo inatakiwa kuchezwa na timu yenye ubora wa kiufundi, na hapo ndipo ambapo tunaweza kuizungumzia Young Africans ikiendana naye kabisa. Wachezaji kama Pacome Zouzoua, Maxime pia Nzengeli wana uwezo wa kucheza mfumo wa pasi fupi fupi na kasi. Anapendelea 4-3-3, yani wa 4-3-3 ndio mfumo wake, au wakati mwingine 4-2-3-1, yani wa 4-2-3-1 pale mbele, akitumia viungo wenye uwezo wa kupiga pasi za haraka na wachezaji wa pembeni ambao wanaweza kushambulia kwa kasi. Joao Mota ana sifa ya kuwa mjenzi wa timu, yani team builder. Mara nyingi anapofika anapenda kuanza kuelewa tabia za wachezaji wake, kisha anawajengea falsafa mpya ya ushindi. Ana uwezo kugeuza wachezaji wa kawaida kuwa nyota, kitu ambacho Yanga wanakihitaji ili kuongeza upana wa kikosi chao. Lakini fahamu kwamba kwa mazingira ya Tanzania ni tofauti. Viwanja na hali ya hewa na presha ya mashabiki ni vitu ambavyo vinavyohitaji kocha mwenye utulivu mkubwa. Joao Mota anajulikana kuwa na utulivu, mwenye maamuzi ya busara na anayejenga umoja wa timu. Hivyo anaweza kuzoea haraka mazingira ya ligi kuu ya NBC na mashindano mengine ya hapa ndani, lakini pia hata kimataifa kwa hapa Afrika. Lakini kitu cha kufahamu ni kwamba ikiwa kama hii tetesi itathibitishwa na Yanga ikampata, kuna mambo matatu makubwa ambayo wanaweza kuyavuna. Kwanza, mabadiliko ya mfumo wa uchezaji. Timu itacheza mpira wa kuvutia zaidi, kuimarika kwa nidhamu ya wachezaji kwa sababu Joao Mota haamini kwenye majina bali kwenye juhudi zaidi. Kuongezeka kwa ushindani, kila mchezaji atapigania nafasi yake ndani ya kiwanja. Katika michuano ya CAF Champions League, Yanga imekuwa kionekana nzuri lakini kikosa finishing touch, hasa katika michezo mikubwa. Sasa kocha aina hii anaweza kuleta mabadiliko haya, kuongeza kasi ya mchezo ugenini, kuweka nidhamu ya mpangilio, yani defensive shape, dhidi ya timu kama Al Ahly, Wydad au Mamelodi, nikitoa mifano ya timu ambazo kubwa barani Afrika. Kufanya maandalizi ya kisayansi, video analysis, nutrition na recovery sessions. Lakini fahamu kwamba kwa sasa hizi ni tetesi tu. Hakuna taarifa rasmi kutoka klabu ya Yanga wala kutoka kwa kocha mwenyewe, lakini kama mpango huu utatimia, ujio wa Joao Paulo Mota Maria unaweza kuwa mwanzo wa zama mpya za soka la kisasa pale Jangwani. Yanga inaweza kuwa timu ambayo inacheza kama Ulaya vile, yani nikimaanisha ubora wa Ulaya ndani ya Afrika. Ni kocha mwenye falsafa, uzoefu na maono ya mbali, vitu ambavyo kila klabu kubwa inavihitaji. Sasa kikubwa tuendelee kufuatilia tetesi hizi ili tuweze kuona mwisho wake. Vipi wataweza kukamilisha dili hilo, na labda taarifa hizi itakuwa za kweli ndani ya pale viunga vya Jangwani? Basi haya yote tutaweza kuyafahamu kadri tamu inavyoenda baada ya kocha Romain Folz sasa kufungashiwa virago vyake pale Jangwani. Mimi naitwa Babu Ali na tunapewa udhamini mkubwa sana na JNR Mtita Unisex Saloon, ambapo weekend ndio hii hapa. Tunakukaribisha katika matawi yetu yote ambayo yanapatikana hapa Dar es Salaam, Buguruni Rozana pale mkabala na Kota za Polisi, Mtoni kwa Azizi Ali mkabala na Zahanati ya Mtoni, Temeke Sudani pale kona ya kwenda Tandika, Mikwambe Mali Asili Kigamboni pamoja na Kibada Shule pale Kigamboni, bila kusahau pia tawi letu ambalo linapatikana Tua Ngoma pale kwa Sako. Tembelea Instagram page yetu @official_JRMtita_unisex. Kwenye Facebook ni JNR Mtita Unisex Saloon. Karibu upendeze, fahari yetu ni kuona mteja wetu akipendeza.
Ni kweli hoteli nyingi umeshafika na umeshapata huduma zao, lakini nikuulize, je, umeshawahi kufurahia na kuenjoy kwa kupata huduma nzuri na bora zaidi kutoka Brand Hotel? Usijali wala hujachelewa. Brand Hotel ndio mabingwa kutoa huduma bora zaidi. Ni hoteli ya kifahari inayopatikana mkoa wa Dodoma yenye mandhari nzuri ya kuvutia. Ufikapo Brand Hotel utapata huduma bora ya malazi, vyakula vizuri vya Kiafrika na vya kimataifa, vinywaji vya aina zote, free breakfast, free wifi, free swimming pool, vyumba vya kisasa vyenye huduma tofauti tofauti vitakavyofanya siku yako iwe nzuri na ya kipekee. Pia tuna kumbi za kisasa kwa ajili ya mikutano na shughuli mbalimbali. Garden nzuri ya kuvutia kwa ajili ya kupumzika na kupiga picha. Tunapatikana Kisasa, Dodoma, Tanzania. Fanya booking online kupitia booking.com. Tunapatikana kwa simu namba 0773467756. Email brandhotel14@gmail.com. Brand Hotel, tunaamini kwenye ukarimu na huduma bora.